wito wa free music wapo ama hawapo? Chef de quartier, karibu. Chef de quartier yupo? Yupo? Sote nikuwa hapa mchana wa leo. Mtu anakuwa na sherehe tatu katika maisha yake. Ya kwanza ni kuzaliwa, ya pili ni kuoa, na ya tatu ni kifo. Ijapokuwa maandiko nasema ya kwamba Bwana anayo magari maelfu, lakini hii magari vema inatuzunisha sana. Kwa sababu juu ya nini? Ukiangalia leo, ikiwa kama tuko hapa ni wa vijana ndio wanatumika kazi kule kwenye shamba la vita, wa vijana kuharibika namna kama hii inasikitisha sana. Kwa leo hatuna mawasiliano ya simu, ikiwa kama mtatuma watu ni wa vijana. Sasa kwa hiyo wa vijana kuharibika namna kama na hii inasikitisha sana kwa jamii yote mzima. Bwana Yesu asifiwe. Namna vifo kama na hivi hatungependelea viendelee kwenye kata zetu. Tunasema tena, vifo vya kufanana kama na hivi hatungependelea viendelee kwenye kata zetu, kwa sababu inahuzunisha sana tena sana. Kwa hiyo sitasema mengi, tumempenda zaidi, lakini Mungu kampenda zaidi yetu. Ile ni mesaje ya kwanza. Mesaje ya pili natuma kwenye kuo wa mama. Sikusema kwa wazee, mkibebe wanasema miamba. Tunapotembelea makata tunakuta wamama wanaozaa watoto wawili au watoto watano wanacheza michezo ya oro. Michezo ya oro. Kwa hiyo tunasema hivi, wakaaji wote wa majengo ya pili, kuanzia leo tunakataza oro mukartie yetu ya majengo ya pili. Tulisikia habari za maoro zimekusha kuua mtu. Mwenye tutaona kama vile viongozi wa kartie yetu ya majengo ya pili, tutamchukulia hatua kali. Ya tatu na ya mwisho tunasema kama tuko na makaida de menage. Makaida de menage inastahili kila mkaaji wote anapaswa apate kaida de menage. Ile kaida inazikana franga 2,500. Na siku sio mrefu zile kaida zitatembea nyumba kwa nyumba. Ya kumalizia, tunashukuru wakaaji wa majengo ya pili. Majengo oye! Majengo oye! Hii ni kilio ya kwanza kushughulikiwa turu mbili. Tuna desturi ya kusema wakati kilio kinapofika tunashughulikia siku moja watakaozika ule mtu, lakini tumeshughulikia siku mbili. Tunasema shukurani kwa wakaaji wote wa majengo ya pili waliofanya kazi, maji, chakula, makuni. Mungu awabariki na wazidishie, na asante kwa wote. Tukiona jene visionnaire wetu akichukua kalala medale na vision nibo anapostile ope mpaka wakente mwange ni wote cha watu au ngaye ke groupe ni mambo saidia watu bilero bisaidia bajene mpaka bajene bashimu etaba banyate mbato bamabaona na sabuni. Sasa ocho jene wetu kalala atena lobope tamango na bato na bisanju na sabuni. Ewe atena nibo o mango kola saki apres saki na hawa abakolelenge saki ili asaki ya mno wa sheni apana longe mango ongola batu murishenu bo asaki ya mno bietu tabira nibo indirect bila direct saki ya mno eno bakala bajene bachondele unito kwa bajene bacho enda saki ya mno abakolela kocha kalala
abakole la sakemo ya mtu mbakalo nusuku bashi motana ni weta tushitero mbakalo tu vile bole ania wataka bole ndio byale byania vile mtu wao mnyane quartier na ine iwa ke kiongozi vile bole ni abili tena mtu abele hivi asaka sakemo ya mtu abaongezea na kuke batu baiba batumia ya ole hapana maji ila baiba ale sakemo yani ano ale sakemo ya mtu na sakemo ya nasa shema ya sabuni na tikotaka watu kama ngosa mbele make libo leta kwanza sabuni kila mtu ana yake sabuni kama tole watu makane nane na kila mtu ana yake banyo ya sabuni kama wa habobe ile ya nomi majele batende na mobi après visionnaire wetu kana rasta na wewe pe bechuba se tombolo lakini mwechi shikala preso kuchisatu nike byo watu tutalichowezekana ni tombolo yenu yangamini hasta tabini familia mambo wanapungue jene asaka sakichika chibele cha mtu familia etuende saidie wisaidia mwaka luto line na ojo mtu nike bamanga wanaungwa china wanamanya china lakini tawaike sola naona viongozi bamanye sola ya ojo mtu karibu katakala alaba omone ata sola tu wakati ngawatu uongo sola kala waleta baite sola ya ojo mtu nakaribisha wangale hano watu bamonewe kidogo karibu kaka Mimi ni kama nilichanganyikiwa sana, nikajiuliza, je, tendo la mtu kuwa msanii, yaani hiyo haimaanishi kuwa na kanisa au na dini? Mimi nikawa nimechanganyikiwa sana. Kwa hiyo basi, acha niseme ya kwamba huyu ambaye ametuacha ni muumini wa Calvary Chapel Philadelphia hapa Majengo ya Pili, lakini ni kama sasa niyapata miaka 2 kijana ashiriki kanisa, lakini mama yake tunashiriki naye, ndugu zake wote tunashiriki nao. Acha agizo hili niweze kuliacha kwa wasanii ambao wamekuwa hapa. Wakati mnapokutana huko, jaribu kufanya hamasa, muweze kuhamasisha wanamemba wenu ya kwamba tendo la kuwa msanii sio kujitenga na kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwe msanii lakini ingia kanisani, kwa sababu kuna watu ambao wanaoainisha vibaya neno la usanii. Kuna wale ambao wanaoniambia kuwa msanii yani ni kama tendo la kuweza kunywa pombe. Wengine wanasema kuwa msanii pengine ni kuvuta sigara, lakini mimi kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili, jinsi ninavyosoma kamusi, inaniambia kwamba sana hata hao waimbaji ambao tumekuwa nao wao wamekuwa ni watu wa sanaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tendo la mtu kuwa msanii si kana kwamba amekuwa mtu wa dunia, hapana, lakini inategemea na jinsi mtu yule atakavyoenenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo fanya usanii na ujue ya kwamba milango iko wazi uende kumwabudu Mungu, kwa sababu hakuna yule ambaye aliye juu ya Mungu, aliyekupa hiyo nguvu ya kuweza kufanya kuripua. Wanasema kuripua ni Mungu. Kwa hiyo basi chukua fursa hata dakika 30 uweze kushiriki kwenye ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo basi ni kama tumefika tamati ya ibada letu. Acha niweze kuwashukuru watu wote ambao wameweza kuhamasika kwa ajili ya msiba huu. Tafadhali sana familia, wimbo mmoja wa kuweza kuagana. Nashukuru tu naomba wimbo wa kwanza juu niko mwimbaji. Mtoto wetu alikuwa naye na karama yetu. Safari yetu ya kwenda mbinguni imejaa shida na matatizo, kama vile wana wa Israeli waliposhika safari ya kwenda Kanaani, walipokosa chakula na mahitaji mengine, iliwabidi wahuzunike.
tunapokwenda sisi, hakuna maji wala hakuna chakula. Ni afadhali tena turudi Misri. Wakati gani tulipoanza safari, hatujafika sisi twahangaika. Watupeleka wapi Musa, twaangamia. Utuombe Mungu asikie vilio vyetu, maovu gani tuliyoyatenda machoni pa Bwana. Kaona Mungu akisema, Baba, taifa lako lalia kwa huzuni. Mungu kawaambia mlivyozunguka mlima huu, sasa yote yatosha. Mungu kawaambia mlivyozunguka mlima huu, sasa yote yatosha. Yawezekana wewe jaribu lako yaweza kushusha imani Baba. Umesongozana na familia yako, kanisa nalo linakusumbua wewe. Wakosa furaha, wahangaika, wakosa amani, hujui utakimbilia wapi. Sikiliza ndugu, msaada kubwa, kabidhi Yesu mahitaji yako, akusaidie. Hayo yote mwisho wake utafika, jaribu zote zitakwisha. Usife moyo, endelea na safari yako. Muombe Mungu kwa imani, atakusaidia. Hakuna jambo asiloliweza Bwana Mungu wetu. Furaha yetu itaishi milele ikiwa haya yote yametoweka. Shida za dunia zitakwisha, kwa imani tutayashinda yote. Shida za dunia zitakwisha, kwa imani tutayashinda yote. Sisi tumeomba muhusika atupeleka timu nzima. Muhusika ni nani? Tanzania. Asante sana kwa kutupatia. Mie ndio president wa Baraka Flavor. Sikukuu ya mie peke nilikuwa kompani na bamambo ya komite ni wawili, na neno kubwa yenye niko nayo juu ya kuongea ni kusema kama sisi Baraka Flavor tuko na masikitiko kubwa kusikia kifo ghafla ya msanii wetu Lifeboy. Msanii wetu Lifeboy alikuwa ni msanii mwenye alikuwa naimba katika kipengele cha hip hop hapa Baraka Flavor. Ni mtu ambaye mwenye alifanya maevre kubwa sana. Parmi maevre zake kuko evre nye aliimba na Babu Johnson. Ile evre ilimfanya akuwe maarufu sana. Ile evre nawaza wasanii wetu wanaijua, banaita Salongo. Ingine neno ya kuongeza ni kusema kama Mungu zaidi yetu. Kuhusu contribution, tumeleta saki mbili ya bunga na kipande ya basin ya Mungu takuya apre. Kubale venye bakulaki bunga mwindi, wanaweza kula ile bunga ya Mungu. Tutakuwa usi na envelope. Ile envelope tutairemetre ku jamaa juste après. Na aussi na profiter ya occasion
kwa kuambia basari kama habari kilio tulipata Life Boy, huko ingine kilio tulipata kwa ndugu wetu mwenye anaitwa Mr. Gavi pale Uvira, na profite kuambia hiyo tuke majua. Asante sana Parola. Watu wa familia, naomba mchukue hivi. Kwa hiyo tuchukue hao wengine ambao wamesalia hapa. Imekuwa ni kanisa la Calvary Chapel Philadelphia. Tupo hapa majengo ya pili chini ya kanisa la 34 Kadafi, tupo pale, na acha nichukue fursa hii ili niweze kukuhamasisha wewe, pengine hauna mahali pa kusali, ni kwamba milango iko wazi. Tunakukaribisha kila Jumapili kwenye mida saa 3:30, na hivyo tunaenda kutamatisha kwenye mida saa 6 kamili. Kwa hiyo wewe ambapo umechoka, yawezekana miguu yako inavimba, basi jaribu tena. Asante sana. Kwa hiyo basi umekuwa ni muda wa kuweza kuelekea kwa marehemu, na hivyo basi utaweza tumekikalia uweze kukiacha hapo hapo, maana wahusika watakuja kuichukua. Niombe mashemase, iweni makini kwa ajili ya vitu vya